Naitwa Alphonse Mwinga, ukipenda katika mitandao ya kijamii utaniita Alphanga Black mzalendo. Nilikuwa Iringa, nimetoka na sasa niko Dodoma, makao makuu ya nchi. Nilipofika hapa nilifikiria ni kitu gani za nikafanya kwa ajili ya jamii yangu, kwa sababu kabla tujalalamika nchi hii inatutendea nini, lazima na sisi mmoja mmoja tujiulize tutalitendea nini taifa hili. Sina kikubwa, nashukuru Mungu mitandaoni huko. Kama ulivyoona leo nilipofika nilipost kwamba na jambo Dodoma, wamenitafuta wengi, lakini nilipopata bahati ya kuonana huyu binti nikamwelezea nataka kufanya nini. Kwa kweli imeinspire na kunipa nguvu kuona kwamba kuna Watanzania wana moyo wa kizalendo kujitolea kwa ajili ya wengine. Kwa hiyo hata ile shule nilimwambia yeye anitafutie ni shule gani anayojua ambayo inaweza ina uhitaji, akaniambia ipo pale shule ambao tuko hapa. Kwa hiyo tumekwenda tukanunua mahitaji, tukapata namba ya mwalimu mkuu, tukamuuliza kwa sababu rais wetu wa Jamhuri ya Muungano Daktari Samia Suluhu Hassan amezunguka akihimiza kuhusu nishati safi na salama kwa ajili ya kumwokoa mama, kuokoa wapishi, kuliokoa taifa. Nikauliza pale shuleni wanapata chakula? Akasema ndio, ila bado wanatumia kuni. Nikasema kwa uchache wangu nitawaletea mitungi miwili na jiko la gesi la kuanzia na sukari na mahitaji mengine, kuhakikisha tunaunga mkono juhudi za Mheshimiwa Rais kwa vitendo. Hili ni jukumu la kila Mtanzania. Hizi shule ni za kwetu, za kata. Hawa watoto ni wa kwetu. Katika wale watoto wapo ambao wazazi wao wana uwezo wa kununua daftari na kalamu, lakini wapo wale kina sisi hatuna uwezo wa kununua daftari na kalamu. Basi ni jukumu la kila Mtanzania kufanya hivyo, na Mungu atambariki sana kwa ajili ya taifa lake. Kwa hiyo ninawahimiza Watanzania wote, pale mtaani kwako unapokaa kuna shule ya kata, una uwezo wa kupeleka dawati moja, peleka. Una uwezo wa kupeleka madaftari 5, 10, peleka. Una uwezo wa kupeleka uji wa lishe. Mheshimiwa Rais kila siku akisema tulinde watoto wetu kwa chakula chenye lishe bora, na pale shuleni wanapika uji wa lishe, tumewapelekea unga wa kutosha na kiasi cha fedha. Lakini pia walimu wetu hawa walimu wetu tunajua maisha wanayopitia. Mwalimu mkuu aliniambia wana kikoba chao. Nikasema si haba, nikipunguza kidogo hapa na walimu tukawamotivate kwa kuwapa kutunisha kikoba chao, tutakuwa tumelisaidia taifa. Walimu wanapata morali ya kuendelea kusomesha watoto wetu. Kwa hiyo tumefanya hili kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na kwa ajili ya Watanzania wote wazalendo wanaosapoti jitihada za dhati za Mheshimiwa Rais. Maana ukimtazama Mheshimiwa Rais akiwa naongea, juzi nilipata bahati ya kumtazama pale akiongea na Mama Lishe, akati kwenye mkutano wa Mama Lishe na Baba Lishe. Nimemtazama Mheshimiwa Rais anaposema, unamuona. Siku moja alikuwa akipokea ripoti ya kodi, aliongea kwa uchungu, anasema Watanzania tulipe kodi, tulisaidie taifa letu. Misaada haipo, hata iliyopo si misaada salama. Hapa ndipo pa kulinda vizazi vyetu na watoto wetu. Tukipeleka lishe hivyo watoto wanapata lishe, wanakula. Walimu wakipata kidogo na tumetunisha kikoba chao, mambo yanakwenda. Kwa hiyo nahusia Watanzania wote, kama Mungu anakujalia una chochote kitu katika shule zetu za kata, tupeleke chochote. Familia zetu tunajua sisi wa Afrika, kuna wengine wana uwezo, wengine hawana. Hata kama watoto wako wasomi hapo, wanasoma nje, wanasoma shule kubwa za kisasa, si mbaya kupita hapo kutoa kwa ajili ya Mungu, kwa ajili ya taifa lako. Basi na taifa lako litakubariki. Tutapata kizazi bora ambacho cha wazalendo ambao watalinda amani ya taifa letu, watalinda maslahi mapana ya nchi yetu.